إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أحبنا في الله، baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kuzitaka sala na salam zimwendee Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote ni kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika si vinginevyo wamefaulu wale ambao walioshikamana na jambo zima la uchamungu, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, inna lilmuttaqina mafaza, hakika ya wale ambao wamchao Allah tabaraka wa taala ukweli wa kumcha wana pahala pa kufaulu. Ndugu zangu katika imani, na jambo hili la Allah subhanahu wa ta'ala kuwahusia waja wake katika jambo zima la kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala halikuanzia kwetu sisi, bali limeanzia katika umma zilizopita, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kwa hakika tumekwisha wahusia wale ambao waliokuwa kabla yenu, na nyinyi vile vile tunakuhusieni katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hatuna budi kushikamana na jambo zima la uchamungu. Uchamungu ni muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo sababu ya kufaulu kwako katika maisha haya ya dunia na kesho akhira. Tumuogope Allah tabaraka wa ta'ala, tujiepushe na madhambi, tujiepushe na madhambi ndugu zangu katika imani, kwa sababu ya madhambi yana madhara makubwa mno, na hakuna anayajua madhara hayo kwa uhakika wake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapokukataza jambo fulani,
sio kwamba yeye anakuonea wivu kwa wewe kulifanya jambo lile. Hapana, anajua madhara yatakayokutokea wewe pindi ambapo utakapolifanya jambo hilo. Ikhwata alkiram, tuzungumzie Ijumaa hii ya leo min adhrari dhunubi wal maasi, miongoni mwa madhara ya madhambi na maasi. Sio zote, sio madhara yote, tuchukue baadhi ili tuweze kustafidi, ili utakapotoka hapa basi uwe ni mtu mwenye yakini na kutizama pale nitakapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala litakalonitokea ni kadha wa kadha. Ndugu zangu katika imani, min adhrari dhunubi wal maasi, miongoni mwa madhara ya madhambi na maasi, hirmanul ilmi, ni mtu kunyimwa elimu na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal ilma nurun, kwa sababu ya elimu ni nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbi abdihi, wal hawa wal ma'siyah riyahun 'asifatun tudfi'u dhalika an-nur. Elimu ni nuru ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaiweka katika kifua cha mja wake, katika moyo wa mja wake. Wal hawa wal ma'siyah, matamanio na maasi, riyahun asifa, ni kimbunga kikubwa, ni upepo mkali, upepo ambao unapeperusha nuru ya elimu. Qala ad-Dhahhak ibn Muzahim rahimahullah, anasema Imam Dhahhak, ma min ahadin ta'allama al-Qur'ana thumma nasiyahu illa bidhanbin yuhdithuhu, hakuna muislamu yoyote yule aliyejifundisha Qur'ani thumma nasiyahu, kisha akaisahau, illa bidhanbin yuhdithuhu, isipokuwa kwa dhambi aliyoizusha, isipokuwa kwa dhambi aliyoifanya. Wabidhalika bi anna Allah ta'ala yaqul, na hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, na yale ambayo yanakupateni katika misiba ya aina mbalimbali, yale ambayo yanakupateni katika majanga ya samburi tofauti, fabima kasabat aydikum, ni kwa sababu ya chumo la mikono yenu, wa ya'fu an kathir, na Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe mengi katika yale ambayo tunomkosea. Nisyanu al-Qur'ani, ndugu zangu katika imani, ni jambo kubwa sana. Mtu kuiweka Qur'ani katika kifua chako kisha kuisahau ni msiba mkubwa sana. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Ibn Taymiyyah, Allah subhanahu ja'ala mimma yu'aqibu bihi an-nas 'ala adh-dhunub salb al-huda wal-'ilm an-nafi'. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwaadhibu watu juu ya madhambi wanaoyafanya. Salb al-huda ni watu kuachana na uongofu, watu kuachana na njia sawa sawa, wal-'ilm an-nafi', na elimu yenye manufaa. Ikhwata al-kiram, hili ni janga linalotokana na madhambi yetu. Kuikosa elimu, ndugu zangu katika imani, ni jambo kubwa, kwa sababu elimu ndiyo mwongozo wa mwanadamu katika maisha haya ya dunia. Ukijifunza utajua vipi uamiliane na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijifunza utajua vipi uamiliane na wanadamu wenzio. Ukijifunza utajua vipi ufanye muamala katika biashara. Kuikosa elimu ni jambo kubwa sana, ndugu zangu katika imani. Wa min adhari dhunubi, ikhwata al-kiram, miongoni mwa madhara ya madhambi, ndugu zangu katika imani, hirmanu rizqi, ni mtu kunyimwa riziki.
riziki inakuwa ya misukosuko, riziki inakuwa ya mabalaa ngumu kupatikana kwa sababu ya madhambi tunayoyafanya. Fa inna taqwa ikhwata alkiram mujlabatun lirizqi, taqwa ni yenye kuivuta riziki, ucha Mungu ni wenye kuvuta riziki. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamjalia makhraj, matokeo ya majambo yanayomkuta. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na Allah subhanahu wa ta'ala anamruzuku katika hali ambayo mtu hataraji. Mtu alikuwa na shida zake, maadamu mtu ni mcha Mungu, anakuwa na shida nyingi, anakwenda huku wala kule na kule, mwisho wa siku Allah subhanahu wa ta'ala anatatua jambo lake. Fatarku taqwa ikhwata alkiram, kuacha ucha Mungu ndugu zangu katika imani, ni sababu ya kuvuta ufakiri, ni sababu ya sisi kuwa masikini. Ama ma narahu min mawaqi' al-kuffar au al-fasiqin min sa'ati ar-rizqi fa innama huwa istidraj. Ama yale tunayoyaona katika wale ambao ni makafiri, mafasiki, watu waovu, watu wa mipira, wana muziki na kadhalika, fa innama huwa istidraj. Hiyo ni istidraj. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa muda. Sio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameghafirika kwa wao, hapana. Wewe muumini usijione kuwa ni mnyonge sana kwa wewe kushikamana na jambo zima la kumcha Mola wako, alafu Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia hali fulani. Usijione kuwa ni mnyonge, kuona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekutenga. La, sivyo hivyo. Wale aliowapa ambao wanakwenda kinyume na amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wala kawasahau. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, msije mkadhani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kughafirika kwa wale ambao wanaofanya watu madhalim. Innama yuakhiruhum, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawachelewesha mpaka siku ya kiyama. Qala alayhi salatu wassalam, anasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraju. Pindi utakapomuona Allah subhanahu wa ta'ala anampa mja wake katika dunia katika vile ambavyo anavyovitaka yeye mja, fa innama huwa istidraju. Sio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempenda sana. Allah subhanahu wa ta'ala anampa muda, anamvuta taratibu. Thumma tala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Pindi waliposahau yale ambao tuliyokumbusha kwayo, tukawafungulia mlango wa kila kitu mpaka walipofurahi katika vile ambavyo tulivyowapa, akhadhnahum baghtatan, tukawachukua ghafla, fa idha hum mublisun, punde wao wakawa ni wenye kukata tamaa. Haya tunayoyaona kwa miji ambayo wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, inma huwa istidrajun, ni Allah subhanahu wa ta'ala anawapa muda. Ndugu zangu katika imani, na wanadamu wa leo tumekuwa tuna kasumba moja, tumekuwa tuna kasumba ya kutokuridhia ugavi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuwa kila mtu anayataka maisha mazuri, kila mmoja anataka kuwa na biashara nzuri, kila mmoja anataka kuwa na nyumba nzuri, kila mmoja anataka kuwa na gari zuri. Ndugu zangu katika imani, huu sio utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena na kuyataka haya pasina kuangalia ni chumo gani mtu analichuma. Mtu anakusanya tu riba, kula, fanya miamala ya dhulma,
na kadhalika, pasina kuangalia ni muamala gani anaufanya kwa ajili ya kuendeleza maisha yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walau basata Allahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardh, lau Allah subhanahu wa ta'ala angeikunjua riziki kwa waja wake, labaghaw fil ardhi, wangefanya ubadhirifu, wangefanya dhuluma katika ardhi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaiteremsha riziki kwa yule anayemtaka yeye. Innahu biibadihi khabirun basir, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake anawajua vizuri na vile vile anawaona. Anajua akimpa Hasani watapata shida jirani zake, nimpe huyu nikimpa itakuwa ni sababu ya wengine kupata. Huenda wewe umenyimwa kwa sababu maalumu, huenda ungepata ikawa ni sababu ya wengine kukosa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Ikhwata alkiram, tumchi Allah subhanahu wa ta'ala. aqul ma tasma'un. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mzangu katika imani, usieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunazungumzia miongoni mwa madhara ya madhambi, ndugu zangu katika imani. Miongoni mwa madhara ya madhambi, ikhwata alkiram, ni al-ikhtilafu wat-tamazzuq. Al-ikhtilafu wat-tamazzuq ni watu waislamu kupasuana pasuana, waislamu kuchanana chanana, waislamu kutokupendana, waislamu kutokuheshimiana, waislamu kutokupeana hadhi na nafasi walizokuwa nazo watu. Hii ni sababu ya madhambi yetu, ndugu zangu katika imani, yale ambayo tunayafanya. Al-ikhtilafu fil mujtama, kutofautiana watu katika umma, katika mujtama, vile vile katika mafamilia yetu. Familia nyingi hazipendani, wanandoa siku hizi wengi wanaachika, wanapasuana, wanaachana. Ni kwa sababu ya madhambi, na wanandoa wengi siku hizi tumekuwa si waaminifu. Kwa hiyo ile dhambi utakayoizua wewe itakuwa ni sababu ya mwenzio kuto kukupenda. Vile vile katika familia zetu, mtu akiwa nacho kidogo tu, basi yule mwanga yule anaturoga, yule amechukua nyota zetu yule, na kadhalika. Wewe unachukua fursa ya kwenda kwa waganga mathalan kwa ajili ya kutizamia yule kapata vipi, na si akachukua nyota zetu yule. Sivyo hivyo. Hapa ndio madhambi yanapoanzia sasa. Watu wanakuwa hawaelewani, watu wanakuwa hawapatani. Au ni marafiki wawili ambao wanapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, inafikia tu wanapasuana, wanaachana kwa sababu ya majungu na fitna. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam, anasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ma tawadda ithnani fafurriqa bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma, hawatatofautiana watu wawili isipokuwa kwa dhambi aliyoifanya mmoja katika wao.
Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuhabarisha ya kwamba miongoni mwa natija kubwa ambayo inapatikana sisi Waislamu kutokupendana, mioyo yetu kutokuwa pamoja, ni katika upande wa ibada ya sala, safu. Waislamu hatunyooshi safu na hatujui madhara ya kutokunyoosha safu, ndio maana tunafanya hivi. Kutokunyoosha safu katika ibada ya sala ni sababu ya sisi kutokupendana, na tukiendelea katika hali kama hii, wallahi wa billah, hatutopendana milele. Siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaelekea masahaba wake na akawaambia, aqimu sufufakum, nyoosheni safu zenu katika ibada ya sala. La tuqimunna sufufakum au la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, wallahi mtanyoosha safu zenu au Allah subhanahu wa ta'ala akutofautisheni katika nyoyo zenu. Na ndiyo hali tuliyokuwa nayo hivi leo. Waislamu hatupangi safu zetu vizuri katika ibada ya sala. Hii kutokupanga safu ni miongoni mwa sababu ya sisi kutokupendana, al-ikhtilafu wa tamazuku. Ikhwata al-kiram, ndugu zangu katika imani, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala sirran wa alania, katika siri zetu na dhahiri zetu, kwani Allah subhanahu wa ta'ala huwa raqibun alaina. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kutuchunga sana, na tukiendelea na madhambi haya tutapata madhara fi dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة.